Siku ya leo tunasoma kitabu cha Danieli sura ya 10. Tutaanza kusoma mstari wa 12 hadi 14 na nitasoma. Nitasoma. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, maana acha nisome tena. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayokuwapo, yatakayowapata watu wa Israeli, watu wako katika siku za mwisho. Maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Kwa hivyo neno letu la siku ya leo limetoka katika kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 11 mstari wa 12 hadi 14, na unaelezea jinsi ambavyo Danieli alipokea majibu ya maombi yake. Tumesikia ya kwamba alikuwa yule malaika alishuka kutoka mbinguni na akaja, lakini akawa amezuiwa kwa siku 21 na mfalme wa Uajemi, na ilibidi malaika mwingine mwenye nguvu zaidi aweze kutumwa ili yule malaika aweze kuachiliwa na aweze kufikisha ujumbe au majibu ya maombi ya Danieli. Danieli alikuwa ni mmoja ya wale Waisraeli ambao walikuwa wamepelekwa katika uhamishoni katika nchi ya Babiloni, na aliweza kuishi mahali hapo. Aliweza kuishi huku na kushuhudia falme au wafalme wa 4 waliotawala nchi ya Babiloni. Mmoja wao ambao walikuwa ni pamoja na Nebukadnezar, na mwingine ambaye alikuwa anaitwa Evimerodek, pamoja na Belshazzar, Darius pamoja na Danieli. Na tunapoangazia sura ya 9 na mstari wa 2, tunaona ya kwamba huyu ambaye ni Danieli alikuwa katika hali ya kusoma vitabu, na alivisoma vitabu vingi, na hata akakisoma kitabu cha Yeremia ambacho kilimfahamisha ya kwamba wale watu iliwapasa kukaa pale katika nchi ya Babiloni kwa muda wa miaka 70. Na kwa hivyo baada ya hayo alijitayarisha kwa sababu ya maombi. Manake kuna kitu kimoja ambacho alitaka kukifahamu zaidi. Baada ya miaka 70, wana wa Israeli, maisha ya wana wa Israeli yatakuwaje? Hali yao ya baadaye ingekuwa namna gani? Ingekuwaje? Kwa hivyo akawa amejiandaa kwa sababu ya maombi. Na nataka tuone jinsi huyu Danieli alivyojiandaa kwa sababu ya kuwasiliana na Mungu. Jambo la kwanza, alifunga, yani akafunga kula na kunywa. Jambo la pili, akafaa magunia. Na jambo la tatu, akajimwagia majivu. Na hayo mambo matatu yalikuwa na maana yake. Na jambo la kwanza ilikuwa ni hali ya kunyenyekea mbele za Mungu. Ilikuwa ni njia ya kunyenyekea sana mbele za Mungu. Na jambo la pili ilikuwa ni kujiachilia mbele za Mungu. Kujiachilia tu mbele za Mungu. Na jambo la tatu ilikuwa ni ili maombi yake yaweze kukubalika.
ili maombi yake yaweze kukubalika. Kwa hivyo alikuwa ni mtu aliyenyenyekea sana mbele za Mungu, akawa ni mtu ambaye alijiachilia mbele za Mungu ili aweze maombi yake yaweze kujibiwa. Na nataka tuangalie haya, na kuna jambo moja nataka tuangalie. Yeye hakuwa naomba kwa sababu ya mambo yake binafsi. Yeye alikuwa naomba kwa sababu ya nchi yake, kwa sababu ya watu wa nchi yake, watu wa Israeli. Yeye hakuweza kuelewa Israeli ilikuwa namna gani, Yerusalemu ilikuwa namna gani, ilikuwa aje tangu wapelekwe ugenini. Katika historia ya uhamisho wana wa Israeli inasemekana ya kwamba huyu Danieli walipokuwa napelekwa uhamishoni alikuwa na kati ya miaka 10 na 12. Na alipoenda pale sasa akawa amekuwa kijana mkubwa, amefundishwa maadili, amefundishwa mafundisho ya dini ya Waisraeli, na akawa na ufahamu mkubwa sana ya huyu Mungu wa wana wa Israeli. Na diposa sasa tunamuona akijiandaa ili aweze kuwasiliana na yeye. Na tunaona ya kwamba amejiandaa vilivyo, na akawa katika hali ya maombi. Ukisoma kuanzia mstari wa 3 wa sura ya 4 hadi mstari wa 20, utayaona yale maombi ambayo yeye aliyaomba yako pale. Kwa hivyo manake mada yetu kuu leo ni kujibiwa kwa maombi yetu, jinsi maombi yetu yanavyoweza kujibiwa. Kwa hivyo kuna kujibiwa na kuna kukosa kujibiwa kwa maombi. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo maombi yako, maombi yangu yanaweza kujibiwa au yakose kujibiwa. Na nataka tuangalie tena katika sura ya 10 na huu mstari wa 12 hadi 14. Tunaona ya kwamba wakati huyu Danieli aliponyenyekea sana mbele za Mungu na kuomba, huku akiwa amevaa gunia na huku akiwa amefunga kula na kunwa, na akiwa amejimwagia majivu kuonyesha ule unyenyekevu wake, majibu yake yaliweza kujibiwa hapo kwa hapo. Yalijibiwa hapo kwa hapo. Lakini ikafanyikaje? Kwa muda wa siku 21, kwa muda wa siku 21 maombi yake yalikuwa yamezuiliwa huko angani, hayakuweza kufika. Pengine katika muda huo wa siku 21 alikuwa tu bado anaendelea kuomba, akifikiria ya kwamba maombi yake yalikuwa bado hayajajibiwa. Lakini kuna nguvu na mamlaka na falme ambazo zinatawala huko angani, ambazo zinazuia baraka za Wakristo, ambazo zinazuia maombi ya Wakristo. Kwa hivyo ikawa maombi yake yamezuiliwa. Lakini malaika wakati alipoweza kuachiliwa na akaweza kuja na kuteremka na kumpata Danieli, ndiposa akamwambia, nilikuwa mimi nakuletea majibu ya maombi yako, lakini mimi nilikuwa nimezuiliwa kwa siku 21, na ikabidi malaika ambaye ni mkuu sana na ambaye ni wa mbele sana iweze kuwa sasa atumwe ili aje kunisaidia. Na yule ni malaika ambaye anaitwa malaika Gabrieli. Sio Gabrieli bali ni Mikaeli au Michael. So malaika Mikaeli ndiye aliyetumwa ili aweze kuja kumsaidia huyu malaika. Na kwa hivyo akaweza kuleta majibu ya Danieli. Manake Danieli alikuwa anataka kujua hali ya baadaye ya wana wa Israeli. Kwa hivyo maombi yetu tunaweza kuomba, lakini yaweze kuzuiliwa. Na kuna mambo mengine ambayo yanaweza kufanya maombi yetu yasiweze kufika.
Kwa hivyo jambo la kwanza tujue ya kwamba kuna falme, kuna mamlaka na kuna nguvu za giza ambazo zinatawala angani, ambazo zinatawala katika maziwa, ambazo zinatawala katika nchi kavu. Na hizi nguvu zinaweza kutupiga, zinaweza kuzuia maombi yetu yaweze kufika. Lakini bali na hayo, kuna mambo mengine ambayo yanaweza kuzuia maombi yetu. Biblia imetuelezea juu ya mambo mengi ambayo yanaweza kufanya maombi yetu yasiweze kufika mbinguni. Jambo la kwanza katika kitabu cha Zaburi sura ya 66 mstari wa 18, Biblia inasema ya kwamba dhambi, ikiwa sisi tunaishi katika dhambi, maombi yetu haiwezi kufika mbinguni. Kwa hivyo kama sisi tunaishi katika dhambi, maombi yetu hayawezi yakajibiwa. Jambo la pili, iwapo sisi tunaomba kwa njia isiyofaa, pengine tumekosana na mtu, pengine tuseme tumekosana na mtu na tunaenda katika madhabahu, tunaenda kuomba na tunaomba kwamba yule mtu apate mabaya, pengine afe, pengine biashara yake iporomoke, ndiye ajue kwamba kuna Mungu. Hayo sio maombi ambayo yanaweza kujibiwa na Mungu. Manake Biblia inatuambia kwamba katika vitabu vya Injili kwamba tuwaombee adui zetu na tuwabarikishe. Hayo mengine tumwachie Mungu. Kwa hivyo iwapo sisi tunaomba vibaya, maombi yetu hayawezi yakajibiwa. Jambo la tatu, kama sisi si wa Kristo, au kama sisi ni wa Kristo lakini tunakataa nguvu zake Mungu na mwana Yesu Kristo, maombi yetu hayawezi yakajibiwa. Hiyo ni maana ni sawa na kusema ya kwamba huyu ni mtu ni kama ameacha Ukristo. Manake huwezi kuwa wewe ni Mkristo na unapinga Ukristo. Kwa hivyo maombi yako hayawezi yakajibiwa. Jambo lingine ni kwamba kulingana na kitabu cha Petro ni kwamba sisi kama wanaume, Biblia inatuambia kwamba maombi yetu yanaweza kuzuiliwa, yasiweze kufika na yasiweze kujibiwa iwapo sisi ule upendo ambao tulikuwa nao kwa wake zetu umeisha. Kama hatuna upendo kwa wake zetu, manake mke akijua na kufahamu ya kwamba hapendwi, anaweza kufanya maombi ya bwana yake yazuiliwe. Kwa hivyo sisi lazima tuwe watu ambao tunawapenda wake zetu kwa roho zetu zote, kwa moyo wetu wote, na tuwaonyeshe yale mapenzi. Na unajua mke unapompenda yeye hujua, manake anaweza kuisoma roho yako. Kwa hivyo tuwapende wake zetu ili maombi yetu yasiweze kujibiwa. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 9 au sura ya 8 mstari wa 32 hadi 35, Biblia yasema ya kwamba tunapokuwa na roho ya kutosamehe, iwapo sisi ni watu tusiosamehe, tukikosana na mtu hatutamsamehe, usitarajie majibu yako kujibiwa. Usitarajie maombi yako kujibiwa, hayatajibiwa. Manake kama wewe sio mtu wa kusameheana, huna ile roho ya kusamehe baada ya kukosana na jirani. Manake sisi tunapoishi katika maisha haya lazima tukosane, lazima tukosane na wengine. Na tunapokosana, ile roho ya kusameheana kama hatuna, maombi yetu yaweze yakafika mbinguni. Na jambo lingine pia katika kitabu hicho cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 23 hadi 24, inasema ya kwamba tunapokosa kuwapenda jirani zetu, maombi yetu hayawezi yakaenda popote, hayawezi yakajibiwa. Kwa hivyo jirani ni mtu ambaye
anahitaji msaada wako. Sio yule tu ambaye ni jirani ambaye yako kando ya shamba lako, au jirani ambaye yako kando ya ploti yako. Jirani kulingana na Biblia ni mtu ambaye anahitaji usaidizi wako. Yule mtu ambaye anakuja pale akikuomba umsaidie. Iwapo sisi hatuna ile roho ya kusaidiana, iwapo sisi hatuna roho ya kupenda, ya mapenzi, kuwapenda wenzetu kama jinsi tunavyojipenda sisi wenyewe, basi maombi yetu hayawezi yakajibiwa. Kwa hivyo